Ujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na bodi ya maziwa yalenga kufikisha uzalishaji wa lita bilioni 13. Jambo kubwa ambalo tunaliona hapa ambalo linaulizwa ni namna ambavyo tunaweza kuja kupunguza maziwa ghafi, matumizi ya moja kwa moja kwa maziwa na hasa yale yasiyokaguliwa kwa watu wetu. Jambo hili ni la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Iringa mjini champokea rasmi mchungaji Peter Msigwa. Wakazungumza, lakini na sisi kama kamati tendaji tuseme tunawapokea, karibuni sana. Tunawapokea kwa mikono miwili. Nadhani baada ya hapa mtapata nafasi pia kuzungumza. Bunge Ana Kilango awalia njuga swala la uhaba wa madawati kwa shule za msingi. Ana Kilango Malechela, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo la Same Mashariki ambalo lina shule za msingi 89 karibu zote zina matatizo ya madawati. Na katika michezo, wachezaji wawili Serengeti Boys waongezwa Taifa Stars. Lukman Mbalasalo pamoja na Kasim Juma kwenye kikosi ambacho kitacheza michezo miwili kwenye kalenda ya FIFA. Mwanafunzi wa shule ya msingi Ilamba iliyoko wilayani Kilolo aliyefahamika kwa jina la Isa Mngamwende ameuawa kwa kunyongwa na mwalimu wake aliyejulikana kwa jina la Rafael Matembo na kisha kukimbia kusikojulikana. Akizungumza na Matukio Daima Media, kaimu mwenyekiti wa kitongoji cha Masimike Chesko Moses Masuga amesema kwa tukio hilo limetokea Mei 28 mwaka huu katika kijiji cha Ilamba, kitongoji cha Masimike, wilaya Kilolo, mkoani Iringa. Tupate taarifa zaidi na mwenzetu Francis Godwin. Naam, mtazamaji wa Matukio Daima, moja kwa moja tunakupeleka katika kijiji cha Ilamba, kitongoji cha Masimike, kijiji cha Ilamba, wilayani Kilolo, mkoani Iringa, ambako huko kuna tukio ambalo limetokea, tukio la kusikitisha la mwalimu kudaiwa kuua mtoto wake. Na mimi ni Francis Godwin na nakwenda kuzungumza na mwenyekiti wa kitongoji cha Isimike, kijiji cha Ilamba, ambaye jana alikuwa ni kaimu mwenyekiti. Naitwa Chesko Moses Kasuga. Chesko Moses Kasuga. Ndiyo. Tutaka kuweza kufahamu kuhusiana na tukio ambalo limeweza kutokea hapo katika kitongoji na kijiji pia. Ndiyo, jana tarehe 28 mwezi huu wa 5. Ilikuwa majira ya 1:15. Nilipigiwa simu na mzazi wa mtoto aliyekufa. Mzazi anaitwa Potifari Mgwamwende. Kwamba mtoto wake haonekani tangu walipotawanyika shuleni saa 10 jioni wenzake. Na kwamba amefanya kila jitihada za kumtafuta kwa hatua za awali za kwake, hajafanikiwa kumpata. Nilifika eneo la ofisi ya kijiji na tukamhoji kuondoka kwake na jinsi alivyopotea. Mzazi akatupa maelezo. Ndiyo, baada ya hapo tuliwaita wanafunzi waliohusika kwenye hilo tukio la kwenda kumuita huyo mtoto darasani, wakati wametumwa na mwalimu ambaye ndo anayedaiwa kumuua huyo mtoto. Watoto walifika na walitoa ushahidi kweli kwamba majira ya saa 3:30 asubuhi mwalimu anayejulikana kwa jina la Rafael Matembo alimtuma mwanafunzi anaitwa Tegemea Kalenga kwenda kumuita mtoto anayeitwa Isa Potifari Mgwamwende darasani. Kutoka wakati huo Isa alipoenda kuitika kwa mwalimu tajwa hakurudi tena darasani mpaka kufikia majira ya jioni, wakati wenzake wametawanyika. Wazazi baada ya kuona mtoto wao haonekani walianza jitihada za kumtafuta, na ndipo walipopata taarifa kwamba kwa mara ya mwisho Mwalimu Rafael Matembo ndiye aliyemuita nyumbani kwake.
Baada ya hapo tulitafuta mawasiliano na mwalimu Rafael Matembo. Awali akajibu kwamba yeye hajui chochote kuhusiana na Issa Potiphar Mgwamwende. Lakini baada ya muda alimpigia simu mwenyekiti wa kamati ya shule anaitwa Ezekia Lukosi. Na kumwambia aweke loudspeaker na aongee mbele ya ofisi. Ndipo walipokumbuka kwamba ni kweli mtoto huyo yuko na mimi na ninampajua mahali alipo. Nimemshikilia kwa sababu baba yake wa mtoto Potiphar Mgwamwende amenifanya nimelia machozi sana wiki hili lote. Kwa hiyo nimeamua kumshikilia mpaka tutakapomaliza suluhu kati ya mimi na Potiphar Mgwamwende, baba yake wa mtoto. Na baadaye akasema kama Potiphar baba yake wa mtoto anataka yeye mwalimu amwachie huyo mtoto, amtumie kiasi cha fedha shilingi milioni 1. Na akasema baada ya masaa mawili au ameshaituma hiyo fedha ili yeye amwachie mtoto. Baada ya hapo mzazi alikataa kutoa hela na akaomba barua kwenda polisi. Baada ya kufika polisi alienda na afisa mtendaji wa kata. Afisa mtendaji wa kata akawa ameomba kibali cha kuja kuvunja nyumba ya mwalimu Rafael Matembo. Na tulipo ingia baada ya kuvunjwa mlango ilikuwa saa 7:30 ya usiku. Tukakuta mtoto yupo lakini ameshakufa tayari. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima habari. Nitakaye kusomea jina langu ni Beldina Majenge, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye. Mimi naitwa Frank Vegula. Karibuni. Katika kuadhimisha wiki ya unywaji maziwa nchini inayofanyika kitaifa mkoani Iringa, Bodi ya Maziwa Tanzania imetambulisha miradi miwili mikubwa ya kimkakati inayolenga kuleta mapinduzi katika sekta ya maziwa nchini kwa kuongeza uzalishaji, kuboresha mifugo, kuimarisha usindikaji na kuongeza kipato cha wafugaji. Miradi hiyo ni Tanzania Inclusive Processor Producer Partnership pamoja na Climate Smart Smallholder Daily Transformation, ambayo kwa pamoja inalenga kuisaidia Tanzania kufikia mahitaji halisi ya maziwa ya lita bilioni 13 kwa mwaka kutoka uzalishaji wa sasa wa lita bilioni 4.2 pekee. Taarifa zaidi na Esther Kameta. Akizungumza wakati wa mafunzo maalumu waandishi wa habari mkoani Iringa, msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania Profesa George Msalia amesema waandishi wa habari wana nafasi muhimu katika kuelimisha jamii kuhusu matumizi ya maziwa salama pamoja na fursa zilizopo katika mnyororo wa thamani wa tasnia hiyo. Ni jambo kubwa ambalo tunaliona hapa ambalo linaulizwa ni namna ambavyo tunaweza kuja kupunguza maziwa ghafi, matumizi ya moja kwa moja kwa maziwa na hasa yale yasiyokaguliwa kwa watu wetu. Jambo hili ni la msingi sana na ni lazima tulisemee. Niseme kwa historia, Tanzania mwaka 1970 hatukuwa na maziwa, tunatumia maziwa ghafi mtaani, labda kwa kiasi kidogo. Kwa tunachukua maziwa yote kutoka kwa wafugaji, tunayakusanya kuyapeleka katika vituo vya kusanyia maziwa. Baada ya kuwa yamekaguliwa na kupimwa vizuri, tunapelekwa viwandani kwa ajili ya kufungashwa vizuri. Tulikuwa na viwanda vizuri 7 vya serikali vilivyokuwa vinafanya kazi hiyo. Baadaye maziwa yalikuwa yanarudi kwenye maduka yetu ya vijiji vya ujamaa au maduka ya watu binafsi yaliyokuwepo wakati huo kwa ajili ya kutumiwa na walaji. Hili ndio jambo kubwa ambalo lazima tuliendeleze. Mfumo huo kwa bahati mbaya, kwa namna moja ama nyingine, ulikufa kwa sababu ya mabadiliko ya kiuchumi na kijamii yaliyotokea katikati ya miaka ya 80 kwenda mwaka 1990. Tunayo sheria na sheria inafanya kazi. Sheria inafanya kazi, ina meno. Kwa hiyo utapata bahati pale ambapo hujakutana nayo. Ni bahati tu, tena ni ya muda mfupi. Kwa mfano wakati wa wiki ya maziwa tuko nchi nzima, tunafanya ukaguzi, tunafanya ufuatiliaji, tunayaondosha maziwa hayo mitaani. Hatuyahitaji. Kwa hiyo ikiwa lipo jambo tulikemee sisi wa Tanzania wote. Ikiwa kuna watu wanafanya hivyo, tukemee jambo hili. Jambo hili halistahili, linapaswa kukemewa na Watanzania wote, na sisi takapofika hapo kwako basi tutachukua hatua zinazostahili. Wanaojiita wataalamu
sisi tunataka warudi darasani, wakasome vizuri, waelewe maana ya maziwa salama. Tunavyo vyombo vyetu vya serikali ambavyo vinathibitisha maziwa salama. Sasa wewe hauko kwenye chombo cha serikali, hauko bodi ya maziwa, hauko TBS, hauko wizara ya mifugo, hauko halmashauri ya wilaya, wewe si mtaalamu wa mifugo, lakini unazungumza habari za upotoshaji mtandaoni. Jambo hili pia tunalikemea. Upande wake mwakilishi wa Benki ya Kilimo Joseph Mabula amesema mradi huo umewezeshwa kwa zaidi ya dola milioni 37 kwa ajili ya mikopo uwezeshaji katika sekta hiyo. Ya mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi, tunauita kwa Kiingereza mradi Climate Smart Dairy Transformation Project. Ni mradi wa miaka 10 na ni mradi wa serikali. Unafadhiliwa na wafadhili mbalimbali, lakini kiranja wa wafadhili hao ni IFAD, wengine ni Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB, IFA International, kuna shirika la maendeleo la Ufaransa na OPEC na Green Fund. Kwa hiyo mradi huu uko katika mikoa 8 ya Tanzania bara, kwa maana ya mikoa ya Mbeya, mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Pwani na mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Arusha. Na katika mikoa yote hiyo tuko katika halmashauri 21. Ni mradi wa miaka 10 na unategemea kutumia kiasi cha dola za Kimarekani 231. Na mpaka kufikia mwisho wake tunategemea kuwa tumezifikia kaya 140,040 na kwa jumla na maana utawanufaisha watu 700,000 na tunategemea kuwafikia kupitia halmashauri zetu na vijiji vyetu. Asante sana Esther Kamecha kwa taarifa hiyo. Na tukiendelea kusalia mkoani hapo, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Iringa mjini kimempokea rasmi mchungaji Peter Msigwa na kusema kuwa wamemsamehe na wako tayari kushirikiana naye katika kuendesha gurudumu la siasa na kutetea wananchi. Jambo lolote tunalolifanya ndugu zangu, tunafanya kwa mujibu wa katiba. Katiba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yenye kwanza inaamini katika nguvu ya umma. Baada ya kuamini katika nguvu ya umma, haina ubaguzi. Ikaeleza mwanachama mwenye miaka 200 miangapi na mwanachama anayejiunga kwenye chama muda huu wote wana haki sawa. Kwa hiyo niwaondoe shaka na wale wanaofikiri wanachama kwamba aidha vyeo au nini. Misingi ya katiba yetu inasema mwanachama wa zamani na mpya wote wana haki sawa. Kwa hiyo sitakubali kuona kuna mtu ambaye anakiuka katiba ya chama. Msigwa hapimwi kwa kuzungumza kama alivyozungumza leo, anavyojieleza, anavyojitetea. Msigwa atahukumiwa kwa matendo atakayoyatenda akiwa amejiunga na Chadema. Amina. Sijui kama naelewa. Akizungumza na wanahabari bila ya kamati tendaji na wanachama, mchungaji Msigwa amesema kuwa ameamua kurejea nyumbani kwa sababu chama hicho kimemtoa mbali na kuwa katika miaka 2 alikingeuka na sasa ameamua kurudi baada ya kutafakari matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Maneno mazuri ya kusema, lakini nenda mashariki au magharibi, nyumbani ndio bora zaidi. Wazungu wanasema east west home is the best. Kwa hiyo napata kigugumizi kwa sababu nikiziona sura hizi nyingi hapa, wote hapa tumetoka safari ndefu sana kwa pamoja. Wengine toka mwaka 2010, wengine kabla ya hapo. Tumepanda milima na mabonde pamoja. Kwa hiyo kwa muda wa takriban kama miaka 2 mwenzenu nilikengeuka. Sijali. Na kama nilivyoandika kwenye ukurasa wangu wa Twitter na mitandao kwamba ni baada ya kutafakari kwa muda mrefu, ilikuwa ni tafakari ya muda mrefu sana. Toka lile tukio la tarehe 29 ilichukua muda mrefu sana kwa sababu ilikuwa sio jambo la rahisi kutafakari na kuangalia dhamira yangu ni nini, kile ambacho naona ulikuwa wito wangu ni upi, na jinsi miaka yote ya nyuma tumemtegemea Mungu. Baadaye unakuta unahama, unaanza kumtegemea mwanadamu. Hilo jambo lilianza kunifikirisha zaidi.
Kwa hiyo pamoja na kwamba kitaifa nimeonana na taratibu za chama zinasema uende kwenye tawi lako, mimi tayari kali nishapata kwenye tawi langu na taifa nimeshazungumza nao, lakini washukuru sana kamati tendaji ya jimbo la Iringa mjini. Niwapongeze sana kwa kupita na chama hiki katika wakati mgumu sana wa watu kuwekwa ndani, watu kuuawa, watu kupotea, na mpaka sasa naona mwenyekiti wetu wa katibu nadhani wa vijana wa mkoa bado mwenyekiti wa vijana wa mkoa mpaka sasa haeleweki alipo. Haya ni mambo ambayo mmepita katika kipindi kigumu sana. Niwape pole sana sana sana, lakini niwapongeze sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Lakini niseme tena kama nilivyosema, si pamoja na changamoto ambazo naweza nikasema nina sababu ya kujitetea mpaka kufanya maamuzi ya kuhama, hazina mashiko. Nilipaswa niamue tofauti. Unajua ukiwa kwenye nyumba yenye dari alafu imeshika moto, watu walioko chini hawauoni moto, ukiruka ukadondoka chini watu watakulaumu kwa nini uliruka, kwa sababu ule moto kule juu wao hawafanyi nini. Kwa hiyo lawama utapewa wewe uliyefanya nini. Moto umeuona wewe wenyewe hawaoni. Kwa hiyo wengi wenu moto niliokuwa nao mimi mwenyewe mlikuwa mfanya nini. Kwa hiyo wale wote wanaonipinga, wanaotupinga, wanaotukataa, wanaotupokea, wote mimi naona wana haki. Kwa sababu ule moto wa ndani walikuwa wafanya nini? Hauoni. Lakini hiyo sio sababu ya mimi kusema sasa turudishe yale mambo ya nini? Ya zamani. Mimi naomba wanachama wenzangu ambao sasa tumetoka mbali, narudia tena naomba mnisamehe kwa sababu tuliacha hizi vita kwa pamoja, tulitakiwa tuendelee, nitakiwa nipambane, nigugumie humo. Lakini kwa sababu labda ya wazungu wanasema ego, yani nilijiangalia mimi mwenyewe kwa sababu nimeumizwa sana, kwa hiyo lazima nijirudishie. Nadhani sikufanya vizuri. Nilitakiwa nitulie, niendelee kupambana, lakini yameshatokea, ndio maana naombeni radhi sana. Sina la kujitetea. Na sijaja hapa au sijarudi tena Chadema kwa sababu nataka cheo. Sijaja hapa kuleta makundi. Mimi nataka adui yetu mkubwa ni umaskini. Adui yetu mkubwa ni magonjwa. Adui yetu mkubwa ni ujinga. Lakini adui mkubwa zaidi ni ukosefu wa haki katika taifa hili. Adui mkubwa kabisa katika taifa letu la Tanzania ni mifumo ya kisheria ambayo imefeli kufanya kazi. Tukigeukia mkoani Dodoma, ili kuhakikisha wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari wanafanya vizuri katika mitihani yao ya taifa, ni pamoja na kuhakikisha mazingira ya kusomea na kufundishia yanakuwa rafiki kwao. Katika kuhakikisha hilo linafanyika ndani ya jimbo la Same Mashariki wilayani Same mkoani Kilimanjaro, mbunge wa jimbo hilo Anakilango Malechela ameamua kulibebea bango swala la uhaba madawati kwa shule za msingi ndani ya jimbo hilo. Na akihoji swali bungeni, mbunge huyo amesema kuwa jimbo la Same Mashariki lenye jumla ya shule za msingi 89 karibu zote zinakabiliwa na tatizo la uhaba madawati. Mheshimiwa Anakilango Malechela, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo la Same Mashariki ambalo lina shule za msingi 89 karibu zote zina matatizo ya madawati. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nikiangalia halmashauri ya wilaya ya Same haina mpango wowote wa kutafuta madawati kwa ajili ya shule za msingi hizi. Mheshimiwa Waziri, leo unanipa jibu gani? Kwa sababu ni mara ya 5 nauliza hili swali humu ndani. Jibu la uhakika kabisa kuhusu madawati shule za msingi jimbo la Same Mashariki. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Malechela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimhakikishie Mheshimiwa mbunge ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ipo tayari kuhakikisha kwamba tunaweka miundombinu, tunaweka madawati katika madarasa yote na katika shule ambazo amezitaja. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, tutaketi mimi na wewe ili tuone, tuwaelekeze wataalamu wetu katika ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuhakikisha kwamba tunaangalia idadi sawa kabisa madawati kuendana na wanafunzi wetu ili waweze kupata maeneo salama ya kujifunzia na kuweza kupata elimu bora kabisa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Na tukielekea mkoani Mwanza, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amewataka maafisa habari, uhusiano na mawasiliano kusaidia serikali kwa kujibu shutuma zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii kwa wakati ili umma uwe na taarifa rasmi na ufafanuzi
wa masuala mbalimbali mara tu yanapoibuka. Mheshimiwa Mtanda ameyasema hayo wakati akizungumza na uongozi wa chama cha maafisa uhusiano, habari na mawasiliano serikali waliofika ofisini kwake kujitambulisha kufuatia kikao kazi kinachotarajiwa kufanyika mkoani humo tarehe mosi hadi tarehe 5 mwezi Juni 2026. Nimeingia kwenye mitandao, huwa nasoma kwenye mitandao, kwenye magazeti kimeandikwa nini kuhusu Mwanza. Nimekuta hapa Jamii Forum. Jamii Forum, hoja kubwa inasema, haya mwenyekiti soma, inasema nini? Wajiji wabomoa frame zangu. Mwananchi aliyesoma hii, nikienda kumuona dedi wananizungusha. Nikienda kumuona dedi, wajibu wa afisa habari wa jiji ilikuwa ni nini katika habari? Kwanza alitakiwa screenshot hii, asome content, akisha soma anaandika points muhimu ni zipi katika hoja ya mlalamikaji, ampelekee mkurugenzi wa jiji. Mkurugenzi atoe ufafanuzi aidha kwa maandishi kama hao walivyofanya au kwa video clip, halafu apeleke hiyo taarifa sahihi kwenye chanzo ambayo ni Jamii Forum. Kwa hiyo kutakuwa na balanced story, upande wa mlalamikaji, upande wa mlalamikiwa, na ifanyike kwa wakati ili kuepusha distortions, kwa sababu nyinyi mmesema maafisa mawasiliano na habari wa serikali nyinyi ni soft power. Hapo tutakuwa tumetumia hiyo dhana ya kuwa instrument au soft power itakuwa realized. Lakini hivi imekaa siku ya pili leo, imekuwa viewed na watu zaidi ya 1 milioni. Kwa hiyo wanaamini kwamba hapa jiji kuna mambo ya kihuni yaliyofanyika ya kufanya nini? Afisa habari wa jiji yupo. Kwanza sasa hivi nikimpigia hapa nikimuuliza unafahamu kwamba kuna leading story kwenye Jamii Forum, hajui. Lakini nikuulize swali, unapoingia kwenye dawati lako kama afisa habari wa serikali, unapoingia unatoka asubuhi, umeingia mpaka jioni unatoka, huna chochote ambacho kinachohusiana na eneo lako. Lakini kwenye mitandao huko mambo mengi yanayohusiana na eneo lako. Kwa hiyo maana yake wewe you are not existing. Je, hapo tutakuwa ni daraja kati ya serikali na wananchi? Huyo anasema hivi, mwaka 24 kiwanja changu kilichoko mtaa mpya kata Isamilo kilipimwa na kuwekewa mipaka. Nilijenga frame 4 hapo. Mwenyekiti wa mtaa alipoingia madarakani alianza kusogeza mipaka ya barabara kwa nguvu hadi kuingia kwenye kiwanja changu. Na kuulizeni swali, katika hali ya kawaida kwa mujibu wa sheria za ardhi, kuna mtu yoyote anao uwezo, hata mkuu wa mkoa, kusogeza beacon halali kwenye kiwanja cha mtu? Kwa hiyo ni tapeli wa ardhi, ni muongo. Hakuna mwenyekiti wa mtaa wala mkuu wa mkoa anayeweza kusogeza hata inchi moja, kwa sababu lakini kusogeza beacon halafu ukasema nimesogeza kiwanja ni uongo, kwa sababu hata kama utasogeza beacon, ile beacon iko kwenye maandishi ambayo iko Wizara ya Ardhi. Leo unaweza ukasema kaninyang'anya kiwanja changu, lakini dokumenti zote zinasoma Said Mtanda. Nitakuwa nimekunyang'anya kiwanja au nimejidanganya mimi? Mwenyekiti alidai ana mamlaka hayo, huku akilenga kupata eneo la kuanzisha stendi ya daladala. Mimi nilipoipata hii taarifa, tena nimeipata asubuhi ya leo, lakini on time nimemtafuta mkurugenzi wa jiji huyu Kibamba, akaniambia mkuu, eneo lake lipo hayo maduka alijenga nje ya bikoni zake, nje ya mkuu, ni barabara ya mtaa wa eneo ambalo linakusudiwa kuwa stendi. Kwa hiyo yeye akaenda kujenga eneo ambalo ni reserve, si eneo halali mali yake. Na sasa tukielekea mkoani Ruvuma, kampuni ya Mantra Tanzania Limited inayojishughulisha na madini ya uranium katika wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma imetoa kadi
1000 za bima ya afya za NHIF kwa wanafunzi wa sekondari na chuo cha VETA wilayani humo, ikiwa ni utekelezaji wa sera ya serikali ya kuhakikisha jamii ya maeneo hayo inanufaika na uwepo wa wawekezaji. Taarifa zaidi na Amon Mtega. Kampuni ya Mantra Tanzania Limited inayojishughulisha na madini ya uranium katika wilaya ya Namtumbo mkoani Ruvuma imetoa kadi za bima ya afya NHIF 1000 kwa baadhi ya wanafunzi wa sekondari na chuo cha ufundi VETA cha wilayani humo, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya serikali ya kuhakikisha jamii ya maeneo hayo inanufaika na uwepo wa wawekezaji kama Mantra, huku katibu tawala wa wilaya hiyo Francis Mgoloka akizungumza kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Namtumbo Ngolo Malenya amesema, ambapo wakuu wa taasisi mbalimbali waliohudhuria hafla ya ukabidhi kwa kadi hizo wameipongeza kampuni ya Mantra. Awali mkuu wa idara ya rasilimali watu wa kampuni ya Mantra Jerome Mashamba naye amesema hapa, lakini kampuni ya Mantra pia imeendelea kutoa sehemu ya faida na kuonekana katika maeneo kadha wa kadha, ikiwemo kampuni ya Mantra imeweza kujenga kituo cha afya katika kata ya Likuyu, sawa. Lakini kampuni ya Mantra imejenga jengo la mama na mtoto katika kijiji cha Mandela, sinafahamu. Lakini kadhalika kampuni ya Mantra vile vile imeendelea kutoa sehemu ya faida yake katika maeneo mbalimbali katika kusaidia shughuli za maendeleo katika wilaya ya Namtumbo. Pamoja na jitihada hizo, bado wenzetu wa Mantra wamekuja na mpango huu wa kugharamia huduma ya bima ya afya ya taifa NHIF kwa wanafunzi, jambo ambalo ni la kupongezwa sana na kuwa litawasaidia wanafunzi wenye uhitaji wa huduma ya afya kwa urahisi. Udhamini wa bima ya afya unaofanywa na wenzetu Mantra utawanufaisha wanafunzi 1000 kwenye wilaya yetu ya Namtumbo, ambapo ufadhili huo utagusa shule na chuo chetu cha VETA kama ifuatavyo. Utagusa chuo cha VETA Namtumbo, lakini utagusa wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini bima hizo zitakwenda shule ya sekondari Pamoja. Bima hizo vile vile zitakwenda shule ya sekondari Ruinga, zitakwenda shule ya sekondari Narwi, zitakwenda shule ya sekondari Vita Kawawa, na vile vile zitakwenda shule ya sekondari Selu sekondari pamoja na Nasuri sekondari. Pongeza sana watu wa Mantra katika mambo ambayo mmefikiri vya kutosha, ni hasa kwenye gharimia afya za wanafunzi. Niwapongeze sana katika hilo. Tuna changamoto kubwa sana ya wazazi kugharimia matibabu ya wanafunzi, na kama hamwezi kuona hilo, wewe nenda hospitali katibiwe tu kawaida tu, mpeleke mgonjwa uone bili utakayopewa pale, ndio utajua kwamba bima wanaweke nini. Bima ya afya itakuwa ndio pesa yako, na uzuri mmoja ni kwamba bima hii itatumika nchi nzima, na nyinyi ni wa nchi nzima hapa. Kama Kigoma kupata bima yako utakwenda kuitumia Kigoma, lakini ni vizuri hiyo bima ukaitumia peke yako, sio ya kupeana. Sawa. Tutambue pia umuhimu wa hawa watu wa Mantra, na pia tuwashukuru kwa sababu makampuni mengi yanafanya kazi katika wilaya ya Namtumbo, lakini ninyi mmekuwa mstari wa mbele sana kusaidia jamii ya Namtumbo na Tanzania kwa ujumla. Tunawashukuru sana. Kampuni yetu inaamini kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila kushirikiana na jamii. Ndio maana tulikuwa mstari wa mbele katika kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazolenga kuleta maendeleo katika sekta hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango huu wa kugharimu bima ya afya ya NHIF kwa wanafunzi si jambo jipya kwetu. Huu ni mwendelezo wa jitihada tulizonazo. Mwaka jana hapa VETA tulidhamini kusomesha wanafunzi 100 mafunzo ya udereva pamoja na uendeshaji wa mitambo wa mashine mbalimbali. Kupitia programu hiyo, vijana wengi walipata ujuzi wa kazi unaowasaidia kujitegemea,
kuongeza fursa za ajira. Leo hii tunaendelea kugusa maisha ya vijana kwa kuhakikisha wanapata huduma muhimu ya bima ya afya ili waweze kusoma na kuhitimu ndoto zao katika mazingira salama na yenye afya nzuri. Amoni Mtega, Matukio Daima. Na hatimaye tamati ni viwanjani kunako taarifa za michezo, ambapo kocha wa timu ya taifa ya soka Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi ameongeza wachezaji wawili kutoka timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, Lukman Mbalasalu na Kasim Juma, kuelekea mechi mbili za kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Wachezaji hawa ambao Morocco na Serengeti Boys watajiunga na kikosi hicho baada ya mechi ya fainali ya mataifa ya Afrika AFCON chini ya umri wa miaka 17 dhidi ya Senegal itakayochezwa tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu. Taifa Stars itacheza mechi ya kwanza na Uganda Juni 5 na mechi ya pili dhidi ya Rwanda Juni 9 mjini Marrakech nchini Morocco. Wachezaji wengine wa Taifa Stars walioitwa kwenye kikosi hicho wameripoti kambini mapema hii leo jijini Dar es Salaam. Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars Miguel Gamondi amewaongeza kwenye kikosi wachezaji wawili kutoka kwenye kikosi cha timu ya taifa chini ya miaka 17 Serengeti Boys, Lukman Mbalasalu pamoja na Kasim Juma kwenye kikosi ambacho kitacheza michezo miwili kwenye kalenda ya FIFA. Wachezaji hawa wataripoti kambini baada ya mchezo wao wa fainali ambao watacheza fainali ya AFCON chini ya miaka 17 ambako watacheza dhidi ya Senegal Juni 2. Kwa hiyo baada ya hapo wataungana na kikosi hicho cha timu ya taifa. Wachezaji wengine wa Taifa Stars wenyewe watajiunga na kikosi leo jioni, lakini pale Marrakech Morocco ndiko ambako michezo hiyo miwili itachezwa. Mchezo wa kwanza utakuwa ni Juni 5 dhidi ya Uganda na mchezo wa pili utakuwa dhidi ya Rwanda ambao utachezwa Juni 9. Na taarifa hizo za viwanjani ndio zinatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari, lakini kabla hatujatamatisha tusikilize tena muktasari wake. Ujambo na karibu katika Matukio Daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na bodi ya maziwa yalenga kufikisha uzalishaji wa lita bilioni 13. Jambo kubwa ambalo tunaliona hapa ambalo linaulizwa ni namna ambavyo tunaweza kuja kupunguza maziwa ghafi, matumizi ya moja kwa moja kwa maziwa na hasa yale yasiyokaguliwa kwa watu wetu. Jambo hili ni la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Iringa mjini champokea rasmi mchungaji Peter Msigwa. Wakazungumza, lakini na sisi kama kamati tendaji tuseme tunawapokea. Karibuni sana. Tunawapokea kwa mikono miwili. Nadhani baada ya hapa mtapata nafasi pia kuzungumza. Bunge Ana Kilango awalia njuga swala la uhaba wa madawati kwa shule za msingi. Ana Kilango Malechela, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, asante. Mheshimiwa Naibu Spika, jimbo la Same Mashariki ambalo lina shule za msingi 89, karibu zote zina matatizo ya madawati. Na katika michezo, wachezaji wawili Serengeti Boys waongezwa Taifa Stars. Lukman Mbalasalu pamoja na Kasim Juma kwenye kikosi ambacho kitacheza michezo miwili kwenye kalenda ya FIFA. Na kwa niaba ya wote waliosikika na kusoma taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majinge na mwenzangu mimi naitwa Frank Vegula. Tunakusihi endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Facebook, Twitter, Instagram kwa jina moja la Matukio Daima. Tukutakie usiku mwema. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.
Mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.